Jambo Tanzania, karibu Yegowasu TV, sauti ya jamii, katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali izo za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter na X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari na matukio mbalimbali kutokea hapa Yegowasu TV. Maafa yatokea wilayani Rorya mkoani Mara na kuharibu makazi zaidi ya 67. Akitoa taarifa hiyo, mkuu wa wilaya ya Rorya Dr. Alfani Ahure kwa mkuu wa mkoa wa Mara Mheshimiwa Kanali Evans Alfred Mtambi. Dr. Ahure amesema kuwa hatua za awali zilitolewa kwa wananchi waliopata maafa hayo ni kuwapa mahitaji ya chakula na bati 158 za kuwezekea. Aidha, Dr. Ahure ameeleza baadhi ya vijiji vilivyoathirika na maafa hayo ambavyo ni Bobombi na Kuibuse kata ya Kisumwa, ambapo nyumba zao zilizuiliwa na zingine kubomolewa kabisa. Pia vyumba 4 vya madarasa vilizuiliwa, kanisa moja na wananchi 4 walijeruhiwa katika maafa hayo. Tathmini haraka namna wananchi walivyoguswa na yale madhara. Tathmini awali hapa kijijini, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ziko nyumba 13 ambazo zilikuwa zimeanguka kabisa, na wale wenye nyumba wako hapa. Lakini pia kuna nyumba karibia 67 zilikuwa zimepata madhara mbalimbali. Ziko zingine zilikuwa zimezuliwa, nyingine zilikuwa zimeanguka upande mmoja. Kwa hiyo jumla hapa tulikuwa na nyumba kama 69 kama 70 hivi. Lakini kijiji cha jirani hapo pia kulikuwa kuna nyumba kama 30 kinaitwa Bobombi, pamoja na kwenye kijiji cha Kuibuse kule kata ya Kisumwa. Kwa hiyo kwa wilaya yetu ya Rorya, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kuna vyumba 4 vya madarasa shule ya msingi vilikuwa vimezuliwa. Pia kulikuwa na kanisa moja na hizo nyumba za wananchi. Lakini pia kuna wananchi 4 walikuwa wamejeruhiwa ambao walipata madhara na walitibiwa kwa gharama za serikali. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, serikali ilifanya jitihada mbalimbali. Kama nilivyokujulisha, hatua ya kwanza ambayo tuliona ni ya muhimu ni kuleta chakula. Kwa hiyo tulileta chakula na tulikigawa mbele ya wananchi hawa hapa. Awamu ya kwanza nilikuja peke yangu, baadaye nilikaja na mheshimiwa mbunge, naye pia alileta chakula na tukagawa na bati kidogo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, chini ya usimamizi wako nilileta pia salamu zako za pole kwa wananchi hapa. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi, baada ya kupokea taarifa hiyo kutoka kwa mkuu wa wilaya hiyo, akatoa salamu za pole kwa madhira ya mvua kubwa ilionyesha na kusababisha maafa. Akizungumza katika eneo hilo, ameeleza kuwa ametoa maagizo kwa mkuu wa wilaya hiyo kubaini kiwango cha uharibifu uliotokea na wachukue hatua mara moja kuwasaidia waliokumbwa na madhira hayo. Naomba nitumie nafasi hii kukupeni pole kwanza kwa msiba uliopo kijijini siku ya leo, lakini pia kwa madhila yale mlioyapata baada ya kupata mvua kubwa ile ilionyesha tarehe 13 mwezi Disemba mwaka jana. Poleni sana. Serikali ya mkoa tulipata taarifa ya kutokea kwa kadhia ile na madhara yaliyokukuteni. Tulijulishwa takribani nyumba 13 zilibomoka kabisa, lakini nyumba kama 67 hivi 68 zenyewe ziliezuliwa mapaa. Tunajua mara nyingi yanapotokea majanga huwa ni mambo ya kushtukiza, na hakuna binadamu awaye yote ambaye katika mipangilio yake huwa anakuwa amejipanga pia na kukabiliana na majanga. Basi wale walioathirika
huwa wanakuwa katika wakati mgumu kweli kweli. Ndio maana kwa kuzingatia hilo, tulipopata taarifa tulimwagiza mkuu wa wilaya aambatane na kamati yake ya maafa wafike haraka kwenye eneo hili, wafanye tathmini ya kiwango cha uharibifu kilichotokea na wachukue hatua mara moja za kuwasaidia wale waliokumbwa na madhara makubwa. Kando ya kikao hicho, baadhi ya walioathirika na maafa hayo wamezungumza. Yaani mvua ile ilikuja na upepo mwingi sana ambaye ilisababisha ikatubomewa nyumba. Ilikuwa upepo mkali zaidi. Ina maana yani sisi ilitushia, tulikuwa ndani, ilivuruga nyumba, ilibomoa yote mpaka tukabaki. Sisi tulistukia nyumba inabomoka, tuko ndani mpaka mabati ikapaa juu, ikarusha mbali sana. Madhara ambayo nilipata, mimi vitu vyangu zilivurugika, zililowana yote, unga, vitu vya kulala, matresi, godoro yangu ililowana, mashuka, nguo zangu za kulalia, pamoja na chakula changu yote. Mvua ilinyesha, alianza kwenye muda wa saa 6, alionyesha mvua kubwa, aliangusha nyumba yangu, alikuwa na watoto ndani yake, aliangusha na watoto. Baadaye nilitafuta wa majirani, walikuja wakanisaidia kutoa watoto pale ndani. Nilipata madhara, nilikosa nyumba. Kwa sasa hivi naishi tu kwa majirani, nilikosa nyumba kabisa. Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi amefanya ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya elimu ya shule ya awali ya msingi na ujengwa kwa mpango wa boost katika kijiji cha Shirati Sota wenye thamani ya shilingi milioni 330 na laki 7, ambavyo shule hiyo itakuwa na vyumba 6 vya madarasa, vyoo matundu 10, jengo la utawala, na hadi sasa mradi huo unaendelea kutekelezwa. Hapa msimamizi wa mradi huo ndugu Kepau Butu anasoma taarifa hiyo kwa mkuu wa mkoa wa Mara. Madarasa 6 ya shule ya msingi na madarasa 2 ya awali yamefikia hatua ya upauaji. Vyoo vya wavulana matundu 5, uchimbaji wa mashimo umekamilika na ujenzi unaendelea. Vyoo vya wasichana matundu 5 na vyoo vya awali matundu 6, zoezi la uchimbaji limeanza. Fedha tumika. Hadi kufikia leo tarehe 15 mwezi wa kwanza 2026, kiasi cha fedha kilichotumika kwa kazi zote katika mradi huu ni shilingi milioni 151 laki 796,266 bila senti, sawa na 46% ya fedha zote za mradi ambazo ni shilingi milioni 330 laki 7. Changamoto: kukosekana kwa madini ujenzi kama vile mawe na kokoto jirani na eneo la ujenzi. Changamoto ya pili ni wazabuni na mafundi kutokupatikana kwa wakati katika mfumo wa nesti, hali inayosababisha kazi kutangazwa zaidi ya awamu 3 bila kupata mshindi. Kamati kulikuwa kuna shida kidogo, na tatizo hilo lilichangiwa pia na hizi fedha zitakiwa zije kwenye kijiji, lakini zikaja kwa mwalimu hapa sekondari. Kwa hiyo kulikuwa kuna kutoelewana kati ya kijiji kilisusa kwamba hela hazijafika kijijini. Rorya kuna tabia ya ubishi. Ndio. Kuna tabia ya ubishi. Ukiangalia hapo halmashauri na wilayani. Mmesharudisha fedha sasa hivi inakaribia bilioni 1 na laki 4. Zimerudi. Zimeletwa huku zijenge shule, mmebishana paka mwaka wa fedha unaisha zinarudi. Zinatumwa nyingine, mnabishana paka mwaka wa fedha unaisha zinarudi. Kirongwe wanasema hawana shule. Nyie mnarudisha fedha, zinaenda kujenga maeneo mengine. Mnakaa na hela mwaka mzima. Sasa hapa mmetumia hela mwezi wa 7 paka mwezi wa 10, mnabishana tu. Mnabishana tu. Mheshimiwa DC, usi entertain hayo mambo. Sawa, nilikuja nikakaa nao, nikakaa na uongozi wa kijiji na uongozi wa shule. Chukua hatua, wengine washtaki. Sawa. Wengine washtaki. Unao wataalamu wa serikali, unajua kutotekeleza majukumu kwa wakati ni kosa la rushwa. TAKUKURU anashiriki. Kutotekeleza majukumu kwa wakati au mtu kutotekeleza majukumu yake anayopaswa kuyatekeleza ni kosa. It's part and parcel of corruption behaviors.
na anashtakiwa. Kutowajibika ni kosa la rushwa, wanashtakiwa watu. Mmesharudisha bilioni 1 plus, shule 3 za sekondari full mmerudisha. Fedha zinatumwa, mnabishana mwaka mzima zinarudi, mnatumiwa tena, mnabishana mwaka mzima zinarudi, zikatumwa tena mwaka mzima, shule 3 za sekondari. We cannot entertain that. Nitafunga watu na kuhakikishieni nitawafunga, sijui mnanielewa. Hela imetumwa hapa, wananchi wanahitaji huduma, kazi ifanyike, taratibu zifuatwe. Taratibu za manunuzi ya kiserikali ziko wazi, kwa nini hazifuatwi? Watu wanakaa wanabishana. Usientertain hao Mheshimiwa DC. Na ukiona wanakusumbua nijulishe, mimi nitakuja hapa, tutaelewana tu. Lakini hii hadithi mimi siitaki. Ilitakiwa Januari hii wanafunzi wawe hapa, sijui tunaelewana. Hatuna uhaba sawa, lakini shule serikali imeamua kuwapunguzia wanafunzi makali ya umbali. Watoto wanaenda mbali sana kwa ajili ya masomo. Ndio maana shule hizi zinasogezwa karibu na makazi ya watu ili kupunguza umbali ule. Sasa fedha unayo wewe, unatamani watoto waendelee kuswaga kilomita 10 kila siku, mnabaki mnabishana na watumia salama. Pia mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi alizuru chuo cha ufundi stadi VETA kilichogharimu takriban bilioni 1 za Kitanzania na milioni 400 kwa lengo la kukagua mradi huo ambao alipokea taarifa kutoka kwa afisa udhibiti ubora wa shule wilayani Rorya, Mwalimu Masanja Mashimba. Tanzania shilingi bilioni 1 na milioni 400 zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Utekelezaji wa mradi huu unatumia utaratibu wa force account, ambapo Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imekasimisha ofisi ya udhibiti ubora wa shule wilaya ya Rorya kusimamia utekelezaji wa mradi chini ya mshauri elekezi chuo cha ufundi Arusha. Aidha, wizara inaleta baadhi ya vifaa kama vile nondo, saruji, mabati, mbao, rangi na vyuma vya karakana kwa kutumia utaratibu wa bulk purchase. Yapo majengo 6 ambayo ni nyumba ya mkuu wa chuo, choo cha jumuiya, kibanda cha mlinzi, powerhouse, jengo la utawala na vyumba 3 vya madarasa yamekamilika kwa hatua ya kuwezeka, lipu ya ndani na nje, blandering, mfumo wa umeme awamu ya kwanza na mfumo wa maji awamu ya kwanza sawa na 72% ya utekelezaji. Katika hatua hiyo, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi akahoji kuhusu taarifa hiyo na kutoridhishwa na utekelezaji wa ujenzi huo. Hapa anaeleza. Sijaridhika na kasi ya utekelezaji huu mradi. Sijaridhika. Kuna ucheleweshaji ambao sidhani kama ni walazima. Sidhani kama ni walazima. Hata kama tunafanya kazi kwa force account, lakini kwa force account hiyo kwa sababu hizi ni materials tu. Wewe unayo labor charge, si unayo? Tuna milioni 30 hiyo kwa ajili ya labor charge. Sasa mnavuta muda tu hapo. Sioni sababu ya msingi. Sioni sababu ya msingi. Mkoa yuko wapi? Mdhibiti ubora mkoa hayupo? Ameenda wapi? Wewe mkoani unafanya kazi na nani? Mimi tunafanya kazi na mdhibiti mkuu bora wa shule mkoa, lakini yupo mrezi kwa sasa, wizara haijaleta. Nani unafanya naye kazi mkoani? Yupo mdhibiti bora wa shule Msoma. Yuko wapi? Nimekuuliza kwenye ngazi ya mkoa unafanya kazi na nani? Na huyo ndio anawasilisha taarifa zetu. Yuko wapi? Yuko wapi? Mimi nafanya kazi na wilaya sasa. Si nilikwambia nataka mtu wa mkoani ambaye anafanya kazi na hawa watu. Huyu ndio mzembe, nataka huyu mtu wa kumwajibisha hapa juu ambaye nafanya naye kazi. Umwambie ripoti kesho saa 3 asubuhi
awe ofisini kwangu na wewe. Hivi vitu unavyonieleza mimi sivielewi kabisa. Sijui tunaelewana? Mimi nataka mwezi wa pili mwishoni wanafunzi waingie hapa. Sijui unanielewa? Fanya kazi mchana na usiku. Mwezi wa pili mwishoni wanafunzi waingie hapa. TANESCO, umeme uko wapi hapa? Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Huu ni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali. Hizo ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari motomoto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi ni Tonado, chumba cha habari, amesimama Dekawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.